Kwa hiyo watu wasije wakalanguliwa nauli. Sasa hivi tuna mfumo wa kutumia mfumo unakata tiketi. Kwa hiyo tunasisitiza haya matumizi ya tiketi hata sasa hivi mwisho wa mwaka usilanguliwe. Kinachofanyika sasa hivi, mtaani kuna watu wakati hapo. Unafika stendi unapokewa. Ukishapokewa pale unashangaa nauli, unapewa nauli, mabasi yameshajaa nafasi ya mwisho. Nauli ya kwenda labda 35,000 ukapigwa 50,000 au hata 60,000. Unaandikiwa karatasi, unaambia tiketi ya elektroniki ukipanda kwenye basi. Ukienda kwenye basi hawezi kukuzidishia nauli. Yeye anakuambia kwenye mfumo LATRA wanaona kwamba nauli ni kiasi hiki. Sasa unakuta tayari yule kuleta dalali yule au anaita sarange wenyewe ashapiga cha juu. Kwa hiyo wananchi tunaambia tumieni mfumo, na tunakwenda kuhamasisha sasa hata ya makampuni ya simu, kina Voda, kina Tigo, sio kina TTCL, sasa nao wauze hizi tiketi. Mtu ukienda stand unaenda na tiketi yako. Kwa nini ununulie tiketi stand? Na kwa nini unaenda na stand wakati huna uhakika kwamba kuna usafiri? Kwa hiyo tunasisitiza kwamba matumizi ya safari tiketi. Download kwenye simu yako. Simu ya iPhone zile iOS au simu za Android kama Samsung, download, chagua mwenyewe safari, muda unaotaka kusafiri, kama ni usiku, kama ni mchana. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kwa kutumia mfumo huu na tumewapa polisi zaidi ya 656 wanaweza kutumia hii mifumo wakaangalia kama kuna usalama. Unaona sasa hivi sehemu kubwa sasa hivi nchini mapolisi wanasimamia, tunashirikiana kwa pamoja na polisi kuhakikisha nauli watu hawazidishiwi, kuhakikisha magari ni mazima, watu wanasafiri salama, matukio ya ajali ni machache sana. Kwa hiyo tunasisitiza Watanzania tutumie fursa hii ya mifumo, na tunakokwenda kwa kweli ni eneo ambalo tunakwenda kuiboresha zaidi. Mheshimiwa, labda tiketi ambazo tumeanza kutekeleza ni mabasi yanayokwenda mikoa intercity, tunasema kutoka mji mmoja mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Ile ni ndani ya mikoa ni kama daladala, ile bado hatujaenda. Na haya ni mabadiliko hayaji kwa siku moja. Kwanza angalia, tumejenga mfumo na wewe mwenye basi hana mifumo. Kuna watu tunaita vendor wenye kutengeneza hii mifumo ya tiketi. Wako 15. Tuliowathibitisha ni 5 tu mpaka sasa hivi. Wale wengine 10 wawili wanasuasua, hao hivi karibuni tutatangaza kwa ufupi. Watabakia 8 wakamilisha. Na hatuwezi kusema tuwafute kwa sababu kwanza wamejitahidi. Tumekwenda nao vizuri mpaka hapa tulipofika. Kwa sababu haya ni mabadiliko. Na hao wameingia kwenye soko kutafuta fursa, wametengeneza mifumo yao, wanawauzia wenye mabasi ili wakati tiketi. Kwa hiyo na vijijini tutakuja kufika. Sasa hivi tunahakikisha tukishafanikiwa vizuri. Na kama anavyosema, leo hata vijijini kuna M-Pesa, kuna Tigo Pesa, mtu anaweza kuchukua hela, si ndio? Mawakala wao. Ndio nasema tunataka sasa hivi, na tayari imepata mwitikio mzuri. Watu wa kampuni moja ya OTAP wamesema wanakwenda wameingia makubaliano na Yes Mix, wanakwenda tarehe kesho nafikiri watakuwa na kuzindua kwamba Mtanzania sasa anaweza kukata tiketi kwenye Tigo popote alipo kwa kutumia Tigo. Kwa hiyo sasa ile ikishafika hivyo, na maana hata daladala zitaingia kwa mfumo. Nilikwambieni kwa wastani wetu, kwa mfano jana abiria waliosafiri 90,000 na kama 125, na shilingi ngapi zimelipwa? Shilingi bilioni 3.2. Hii maana yake nini? Haya ni mauzo ambayo TRA hayajulikani, sababu mifumo hatujakamilisha kuunganisha na TRA. Kama unaenda dukani unanunua, unadai receipt, ile receipt inasoma kwenye mfumo wa TRA. Sasa hivi kwenye mabasi ile mifumo haisomi kwenye mfumo wa TRA, lakini tunasema hii ni fursa. Tukishakamilisha hii mifumo yote na serikali itaweza kutambua uwazi, ili isimkanilie mfanyabiashara akapigwa kodi kubwa wakati yeye hajapata hizo pesa. Mfumo utamsaidia na TRA na serikali kujua kwamba kweli huyu alichofanya biashara yake hajaweza kupata kiasi cha fedha, kwa hiyo atapewa kodi kufuatana na alivyo pata mapato yake. Usafiri wa pikipiki, yeye mnajua misongamano mjini, ajali za ovyo ovyo, unaweza ukipanda pikipiki una uhakika kufika salama. Kweli kabisa. Na huku katikati ya miji huku tulishatoa hizi pikipiki. Hata zile tuliita vipande tulizitoa, lakini sasa zimerudi bajaji, zimerudi pikipiki. Kuna wakati huwezi ukashindana na huu ukuaji wa kisekta. Unachotakiwa ni kufanya urasimishaji ambao utakuwa wa kistaarabu.
Hizi pikipiki zinasaidia watu wengi, na huku majumbani tuna mapikipiki, karibu kila familia sana pikipiki yetu, sio hao bodaboda wangu, ndio kwamba unamtuma boda anaaminiwa. Mimi nasemaga tunachofanya kuwalipa wale bodaboda sio fedha, lakini tunawalipa trust, yani uaminifu. Unaweza kumtuma akakuletea hata chakula kwa sababu ni bodaboda wako au bajaji wako, anachukua watoto anapeleka shule, bajaji wako, bodaboda wako. Sasa hawa ndio eneo lenye kubwa sana sasa hivi, lakini serikali, na mnakumbuka Mheshimiwa Rais alizungumza kwenye siku zake 100 anakwenda kufanya nini eneo hili. Tunataka kuliboresha, hawa vijana waungane kwenye makundi. Ndio maana hata hapa Arusha tumewasisitiza, wako kwenye mchakato. Kilimanjaro wameshafanya, kule kuna Kibaboti, Dar es Salaam wameshafanya, wana Umapida, Dodoma wana Umapido, yani Mwanza kuna Uamwa. Kwa hiyo wanaungana hao vijana ili wawezeshwe, na sisi LATRA tunawapa 20% ya ada za leseni. Kwa hiyo wanajiwezesha kama SACCOS fulani. Wakishaungana watakuwa wanadhibitiana wenyewe, lakini pia serikali inakwenda sasa kuandaa mfumo mzuri ambao usafiri huu utakuwa na nidhamu, usio na uvunjifu wa sheria. Kila mmoja atii sheria, helmet yavae, usizidishe abiria kwa kiwango ambacho kinaruhusiwa. Kwa hiyo tunakwenda tunawaengeje hawa, tutafanya nao vikao, lakini baada ya kufanya mfumo mmoja mzuri. Nchi zingine zinatumia usafiri huu na ni kwa nidhamu ipo. Tanzania kuna vurugu kidogo. Usafiri tumeuachia, lakini bado nidhamu yake sio nzuri, na usalama, upotevu wa mali, tunanunua dawa, watu wanapoteza maisha. Haipiti siku watu wakapata ajali za bodaboda, kila siku watu wanapata ajali. Kwa hiyo ni eneo tunakwenda kuliangalia kwa makini, na serikali imeliona hili.